Watu 7 wameokolewa baharini baada ya kuzama kutokana na mawimbi makali katika kaunti za Mombasa na Lamu. 6 waliokolewa walikuwa kwenye boti lililozamishwa na mawimbi makali, huku mtu mmoja aliyekiuka amri ya kutoogelea akisombwa na maji katika kisiwa cha Mombasa. Watu wengine 2 bado hawajulikani waliko huko Kilifi. Kwa siku ya pili, mawimbi yanayoandamana na upepo mkali yamezidi kuvuma katika fuo za Bara Hindi. Minazi iliyoko kando ya bahari pamoja na makazi yaliyojengwa kwa makuti yakidhihirisha uzito wa mabadiliko ya hali ya anga baharini. Katika hospitali ya Makadara mjini Mombasa, jamaa huyu anaendelea kupokea matibabu baada ya kuokolewa, kulingana na maafisa wa kaunti. Jamaa huyu alikaidi amri na kuogelea katika maeneo yenye dhoruba kali, na ni hapo ambapo mawimbi makubwa yalimsomba. When he came, his consciousness was reduced and he had difficulty in breathing. And on examination, his chest was full of water, especially on the right side, which usually showed that he had aspirated. Aspiration means when he vomits and then it just goes back to the lungs. So immediately we stabilized him. His airway was clear. We did some suctioning and he managed to remove the extra fluid that was covering his airway. We put him on oxygen. The thing ambayo imesaidia ni kutapika. Kwa sababu maji, mtu akinywa maji mengi akiingia anaingia kwa lungs. Yakiingia kwa lungs, most of the time ndio mtu anaaga, kwa sababu lungs unajua ni za upepo, si za kutia maji ndani. Akafanywa x-ray, ikaja x-ray chini kaona kifua kiko kizima. Watu 6 wengine wameokolewa huko Lamu baada ya boti walimokuwa kuzama, huku wengine 2 wakiwa bado hawajulikani waliko kutokana na mawimbi makali yanayoandamana na mvua. Viongozi kutoka pwani sasa wakitaka wakazi kuchukua tahadhari zaidi. Lakini ikiwa tutaona ya kwa hakuna mwelekeo mwema kwa haya mambo kuweza kutulia, itakuwa hatuna budi isipokuwa kuweza kuendeleza watu kutoingia kesho pia vile vile. Kwa siku ya pili, maafisa wa polisi pamoja na wale wa kaunti wakishirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu wamekuwa wakishika doria katika fuo za bahari ili kuhakikisha kuna shughuli zozote zinazoendelea. It's a precaution to all of us, especially here in Madhubando. Huwa kuna incident nyingi zinafanyika concerning na watu wa kudrone. Kama kutakuwa na kitu yoyote ambayo inatuhamasisha tusifike baharini kwa sababu moja ama mbili zisizoepukika, kindly tusifike, kwa sababu hii bahari ndio huwa iko na shida nyingi sana. Watu wengi wana drone hapa. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya anga, hali hii inatazamiwa kuimarika kuanzia Jumanne wiki hii. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.